mtazamaji, hiki ni kipindi kinachoangazia miradi ya kimkakati ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa niaba ya taasisi ya Afisi ya Rais, Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini PDB, kwa udhamini wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar ZURA, pamoja na Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ. Mimi ni Ramadhani Singano. Ni nafuu na ni salama, ni rahisi na isiyo na utapeli. Ni PBZ Wakala. Ni kidole chako tu. Sasa PBZ Bank inakuwezesha kutoa pesa kupitia PBZ Wakala kwa urahisi. Ni kidole chako ndicho kinachokuwezesha kupata huduma hii basi na ulazima wa ATM card. PBZ Wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au passport ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Je, wajua Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati ZURA ina utaratibu wa kupokea na kuyashughulikia malalamiko kwa upana na umahiri wa hali ya juu. Je, nani anaweza kuwasilisha lalamiko? Kwanza, mtu mwenye lalamiko. Pili, mtu aliyechaguliwa kufungua malalamiko kwa niaba ya watu wengine. Na tatu, sheha wa sheha husika ikiwa ni lalamiko la mtu zaidi ya mmoja ndani ya sheha hiyo. Utawasilishaje malalamiko? Moja, kuwasilisha katika ofisi za ZURA. Mbili, kujaza fomu ya malalamiko kupitia tovuti ya ZURA. Na tatu, kupiga simu ZURA bure, huduma kwa wateja kwa namba 0800711117. Kwa huduma ya maji na umeme, mlalamikaji anaweza kuwasilisha malalamiko hayo ZURA ikiwa kuna changamoto ya kutopatia ufumbuzi kwa mtoa huduma. Kwa huduma ya mafuta na gesi, mlalamikaji wasilisha lalamiko lake kwa mtoa huduma mafuta na gesi na kutoa taarifa ZURA ndani ya saa 48 baada ya kuwasilisha lalamiko lake. Vile vile, mlalamikaji anatakiwa awe na risiti kama kielelezo cha lalamiko lake. ZURA, udhibiti wa huduma kwa thamani. Miaka minne ya uongozi wa Rais wa awamu ya 8 wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi imekuwa ni kipindi cha mageuzi makubwa na maendeleo ambayo yamepita matarajio ya kila mmoja nchini. Katika kipindi hiki kifupi, Zanzibar imepiga hatua kubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo afya, miundombinu, elimu, michezo, biashara, utalii na uchumi buluu na kadhalika. Wananchi wa Zanzibar ndiyo walengwa wakuu wa maendeleo haya, na kwa hakika kila mwenye macho ameona na kila mwenye sikio amesikia. Sisi wakulima tuna faraja kubwa sana kwa sababu hivi sasa tuko kwenye serikali ya awamu ya 8, serikali ambayo inagusa yale maeneo muhimu ambayo sisi wakulima tunatarajia. Sisi wakulima tunahitaji maji kwenye shughuli zetu, lakini pia tunahitaji miundombinu ya barabara kwa ajili ya kufika pamoja na kusafirisha mazao yetu, na haya mambo yote yanaonekana kwamba katika awamu hii ya 8 yapo vizuri. Kila kijiji kinaonekana kwamba kwenye yale maeneo rasmi ya kilimo barabara zimefika, lakini pia miundombinu ya maji imefika. Kwa hiyo tunasema kwamba tunamuunga mkono Dr. Hussein Mwinyi, lakini pia tunafurahia kile anachokifanya kwa sababu sisi wakulima tunaishi kwa imani kwamba pale ambapo tunafanya shughuli zetu basi tuna uhakika na tuna matarajio kile ambacho tunakifanya tutapata faida ya kile tunachokitarajia. Kwenye masuala ya kilimo, Mheshimiwa Dr. Mwinyi kwanza na kushirikiana na wizara yake, Wizara ya Kilimo, kwa sababu yeye anazungumza lakini wizara yake ndio wizara ambayo inatekeleza. Kwanza kuna uhamasishaji wa kulima kilimo ekolojia. Tunaonekana kwamba sasa hivi wananchi kuna maradhi mbalimbali yanayosababishwa na dawa za kemikali ambazo zina nini. Kwa hiyo wizara sasa hivi inawapa kipaumbele, wanaipa kipaumbele kulima kilimo ekolojia na kutumia mbegu za asili kwa sababu zimeonekana zinapotea. Watu wengi wanatumia hizi hybrid. Kwa hiyo watu wanatakiwa watumie hizi mbegu za asili kwa ajili ya kuendeleza kilimo. Tuna maendeleo mengi kwa mkoani, tunajivunia kidogo kwamba mheshimiwa atatubadilishia mji wetu, na sisi tunataka tuwe zaidi ya kuwa
kuliko Unguja, kuliko Dar, kuliko na zaidi ya Dar, kwa sababu hakuna mtu anayetaka kwenda kwao. Lakini Mheshimiwa Rais tungependa angetuongezea maboresho zaidi na zaidi katika kusini kwetu Pemba huku, na hasa kadhalika masuala ya michezo. Katuboreshea swala zima la michezo Gombani, katuboreshea miwanja tofauti tofauti, ila tungependa angetuongezea viwanja vingine vya michezo ili vijana tupate haswa ushamirishaji ili kuepukana na masuala mazima ya madawa ya kulevya. Tunamshukuru sana Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kututengezea masoko, yani sehemu tofauti tofauti, na kama soko moja lililopo Changaweni, pia kuna sehemu nyingine pana mradi wa kituo na hisi. Tunamuomba Dr. Hussein Ali Mwinyi atuwezeshe na sisi vijana kama Unguja, yani amewezesha sehemu tofauti tofauti kwa kweli. Mimi nashauri kama Mheshimiwa Rais azidi kufanya jitihada yake, kwa sababu ni majukumu yake kuwawekea wananchi maeneo mazuri, na sisi tukajisikia nchi yetu inapendeza na inavutia, kwa sababu sasa hivi vijana wengi tunategemea mipira, maana mipira ndio changamoto kubwa iliyokuwepo, tukiacha na ajira nyingine zilizokuwepo mbalimbali. Lakini vijana wengi tusio ajira, basi tunajiajiri kwenye mipira, kwa sababu mipira inatutoa sana, na tunashukuru tunajulikana mbalimbali. Mimi naomba tu kama Mheshimiwa Rais afanye anavyojua, ili mradi na sisi tujisikie faraja katika Zanzibar yetu. Zawadi aliyotoa Dr. Hussein Ali Mwinyi ya milioni 50 baada ya vijana kuchukua ushindi ama ubingwa huwa Kombe la Mapinduzi ni kitu kizuri, ni kitu ambacho kinaenda kwenda mioyoni mwa wachezaji. Kila mchezaji anaenda kuongeza sasa nguvu kwamba kwa kiasi gani mheshimiwa au kwa kiasi gani viongozi wetu wako pamoja na sisi, hasa tunapofanya vizuri. Naamini kwa viongozi hii ni kitu kizuri ambacho amekionyesha Mheshimiwa Rais, na inaweza kuwa ni mfano wa kuigwa hata kwa baadhi ya viongozi kuendelea kuwa motivate vijana wanapofanya vizuri. Tulikokuweko na sasa tulipo ni mahali pa kushukuria kwa kweli. Miundombinu kama hii itarahisisha mambo mengi sana, hasa sisi ambao tunatumia bahari na tuliopo kisiwani, itatusaidia sana, hasa hizi huduma, tuseme huduma zinazotolewa kwa sasa, mambo ya elimu. Kwa mfano tunataka kufungua jengo hapa la skuli. Kuhusu elimu ilikuwa tuna haja nayo, kwa sababu zamani mtoto akifaulu hapa ilikuwa anakwenda anafuata elimu mjini, lakini sasa bila shaka huduma zitaishia hapa. Hilo tunalishukuru. Lakini swala la afya ambalo limesumbua sana akina mama na watoto, ilikuwa kila kitokea kesi, tena bila kutaja kujua muda gani, lazima tuvuke twende upande wa pili, twende Kivunga au Mnazi Mmoja. Kwa hivyo naona, kwa mimi nashukuru Mungu sana kwamba haya yamekuja. Skuli iliyokuwepo hapa hivi sasa ni skuli ilikuwa ni nzuri, lakini sasa hii skuli imezidiwa. Sasa imezidiwa, ni hii tunayopata hivi sasa, hii ni nzuri zaidi, kwa sababu watoto wetu hawatokwenda mjini, kwamba ilikuwa ni matatizo makubwa sana mjini, kwa sababu kama unavyojua sisi ni wanyonge. Kumpeleka mtoto ende akasome huko itakuwa ni kazi kubwa, ilikuwa. Lakini sasa hivi madamu tumepata haya sasa hivi itakuwa ni vizuri sana, tumeipokea kwa furaha nzuri sana. Wito wangu mimi kwamba wananchi tujitahidi kupokea maendeleo. Haya ndio maendeleo haya, tulikuwa muda mwingi tumekaa maendeleo kama haya hatunayo. Sasa yamekuja, wananchi tuyapokele. Wito wangu tuyapokele kwa mikono miwili, kwa sababu haya ndiyo yatakufikisha mahala. Kwanza ilikuwa huduma za maji hakuna, ndo kabisa toka ezi na ezi, lakini sasa ingawa haijakamilika sawa sawa huduma ya maji, lakini sasa asilimia japo 60 zishafikia. Tunashukuru sana. Kwa jina naitwa Mwanaendi Juma Haji kutoka Tumbatu Uvivini. Tunashukuru Rais wetu Mwinyi kujenga skuli ya ghorofa, kujenga hospitali na barabara. Kwa hivyo tunashukuru watoto wetu, wanetu, ndugu zetu watasoma hapa. Kwa hiyo tunashukuru sana. Shule hii imejengwa katika viwango ambavyo vinatakiwa kwa mujibu wa maagizo na kutekeleza ahadi za Mheshimiwa Rais.
Kwa hiyo shule hii naweza nikasema imekizi vigezo vyote vya shule ambavyo ziko mjini, na hasa hata hapa Tumbatu tumeweza kujenga shule ambayo inaendana na viwango. Ina maktaba nzuri, ina laboratory nzuri, ina vifaa vitu na miundombinu yote inatengenezwa hapa katika mazingira yaliyozunguka hapa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunamshukuru Rais wetu Dr. Mwinyi kwa kazi kubwa sana anayoifanya. Sababu hali kama mnavyoiona nyuma yangu hapo kuna flyover. Yaani kunaashiria kwamba mambo yameshaiva, mambo yameshakuwa tayari. Fursa nyingi sasa zinapatikana. Kuna barabara hii inaelekea huko sokoni, watu watafanya biashara, kuna wafanya biashara wapo sasa hivi wanauza biashara. Foleni kama hivyo kutakuwa hamna. Kwa hiyo kwa kweli pongezi kubwa sana kwa mheshimiwa kwa kazi kubwa anayoifanya. Pia sisi vijana ametupatia ajira. Tumepata ajira, watu wametoka sehemu mbalimbali, tumekuja kufanya kazi. Kwa kweli kongole sana Mheshimiwa Rais. Tena sana. Vijana sasa tunasema umeupiga mwingi sana. Tena saluti kubwa. Kwa kweli mtu ambaye hajafika Zanzibar takriban miaka 2 au 3 au hata mmoja. Kwa kweli Zanzibar imebadilika. Zanzibar ni ya kijani, imependeza. Miundombinu inafanyika kwa kasi sana. Yaani tunawakaribisha wageni wote waje Zanzibar, waje kujionea wenyewe, wasisimuliwe na watu. Sisi kama wananchi tunatakiwa tuitunze miundombinu ambayo serikali wametumia gharama nyingi sana kwa ajili yetu sisi, sio kwa ajili yao wao. Kwa hiyo tunaomba vijana wenzangu, wazee, vijana, kina mama, tutunze miundombinu hii kama wao serikali walivyojitolea kwa hali na mali. Sasa hivi viongozi wetu wanajitahidi sana. Kwanza tukianza na soko la Kolekwe, sasa hivi linavutia na mvuto. Yaani soko unajua kabisa hili soko naenda sokoni, najua naenda kufanya kitu fulani, naenda kununua kitu fulani. Kitu kingine cha ziada ambacho leo kimenishangaza ni kuhusu swala la flyover. Kiongozi wetu kweli kaweka swala la flyover kuepusha nini? Masuala ya msongamano wa magari. Wiki 2 nyuma tulikuwa tunazunguka sana huko, tunapata tabu kweli kuzunguka. Lakini leo nimejisikia raha kweli kupita kwenye chini ya flyover kwa mara ya kwanza hapa Zanzibar. Tunawakaribisha watu waje jionee maajabu ya kiongozi wetu Rais Mwinyi hapa Zanzibar. Tunawakaribisha pia waje wajivunie kuangalia masoko ya kisasa. Flyover pia zipo na sisi tusomba kwa Dar es Salaam tukaangalie huko. Kila kitu kipo Zanzibar. Karibuni sana. Hapo awali hatukuwa na kituo kizuri namna hii. Lakini sasa hivi tunamshukuru Dr. Ali Hussein Mwinyi kwa bidii ya kufanya maendeleo mazuri namna hii. Hivyo tuwaunge mkono viongozi wetu kusimamia maendeleo haya wanayotufanyia. Kutokana na hali ya kinchi na uchumi, sasa hivi tumepanda kusonga mbele. Hali inaridhisha, zamani hatukufikia hatua hii. Kwa hiyo mpaka hivi sasa nashukuru sana kwa upande wa viongozi wetu kutuwekea muonekano wa nchi yetu. Mimi nampa big up sana Rais wa Zanzibar, la serikali yake ya awamu ya 8. Amekuwa ni mwana mapinduzi kweli. Sababu Zanzibar sasa hivi sio Zanzibar ile tulikuwa tunaiona miaka ya nyuma. Maana ni mwana mapinduzi ambaye amekuja kwa vitendo. Unaona sasa hivi mashule, zamani ilikuwa kufika Zanzibar unakuta shule za chini tu, za chini. Madarasa tu yamesambaa na nini, alafu ubora wenyewe ulikuwa uko chini, madarasa yako wazi, hakuna AC, hakuna chochote ndani. Lakini umeona Rais Mwinyi amekuja na mabadiliko makubwa sana. Kwa sababu ukiangalia mashule ambayo anayajenga, hospitali ambayo anayajenga sasa hivi ni shule za kisasa. Stendi ya mabasi, sijawahi kuona stendi ya mabasi Zanzibar ya type hii, sijawahi kuiona. Maana watu walikuwa wanakwenda mpaka Mnazi Mmoja pale ile sio stendi actually, anabana tana anachukua watu abiria anaondoka. Kunaisha mapato vile vile. Kwa hiyo ujenzi, miundombinu inabadilika actually. Barabara unaona zinajengwa sasa hivi, nimeona anajaribu kufufua barabara zilizopo zilijengwa miaka mingi. Kandarasi yuko barabarani, miundombinu naona infrastructure inajengwa. Nimeona flyover zinajengwa. Kwa hiyo unajua maendeleo yanakuja. Miundombinu hii inakuja kusababisha kukuza hata maendeleo ya Zanzibar kwa kubwa. Yes. Maendeleo haya yanayokuwa kwa kasi kubwa ni matokeo ya jitihada za makusudi za Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye ameweka mbele maslahi ya wananchi na kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa ufanisi na uwazi. Hii spidi kama mnadhani itapungua, hii ndo kwanza imeanza. Ya kwanza, mradi huu haukuwekwa faida. Hii ilikuwa ni huduma kwa wananchi. Walikuja shirika la nyumba kwangu, wakanipangia bei zao, nikawaambia ondoeni faida zote ili tutoe huduma kwa wananchi. Ahadi yangu ni kwamba tutaendeleza utaratibu huu
Tusizungumzie tena nyumba 70, 80, tuzungumzie nyumba 5,000, 10,000. Hakuna asiyehitaji makazi bora. Leo wafanyakazi wa serikali wote, wananchi wa kawaida, wafanyabiashara wote, wanachofanya ni nini? Wanajenga tofali moja moja. Na ndio maana mji wetu haujapangwa, kila pahali kuna vibanda tu. Kwa sababu watu hawana uwezo. Akipata mtu 300,000 anaenda kununua mifuko yake ya saruji pale, anapiga matofali, anajenga. Utamaliza lini? Ndio maana watu wanajenga chumba kimoja, wanakaa hivyo hivyo. Watu wanajenga viwili, wanakaa hivyo hivyo. Lakini inakuwa ni nyumba ambazo hazina viwango. Na sasa sisi tumeamua kujenga nyumba kama hizi na tutaziuza bila ya faida ili wananchi wapate makazi bora. Halafu tunakuja na utaratibu mpya wa fidia. Hivi karibuni tunajenga miradi mingi ya maendeleo, inabidi wananchi wahame katika maeneo yao. Kwa mfano flyover ya hapa Kwerekwe, flyover ya Amani, kuna watu lazima wahame, watoke pale kwa sababu tunataka ile nafasi ya kujenga miundombinu hiyo. Lakini si hapo tu, kuna maeneo mengi ambayo tuna bandari Mangapwani na kadhalika. Watu lazima wapishe miradi ya maendeleo. Mpango wa kuwapa watu fidia wale wanaopisha miradi ya maendeleo sasa itakuwa kuwapatia makazi mazuri, nyumba za kisasa. 2027 AFCON itakuja Zanzibar. Huo uwanja wake huo sijui. Hivi ninavyozungumza wanakuja wawekezaji kadha wa kadha ofisini kwangu, wananiambia kila sehemu ya nchi hii sasa hivi inajengwa. Wanakuja watu, juzi wamekuja watu wananiambia walikuwa wanajenga hoteli nadhani Pwani Mchangani. Wakasema tulikuwa tumekusudia kujenga hoteli yenye thamani ya dola milioni 22. Lakini tulivyoliona soko la Zanzibar na hali inavyokwenda, tumeongeza sasa tutajenga hoteli ya dola milioni 100. Mambo yote sio kwamba yanafanyika hapa Unguja. Kuna mambo yanakuja Pemba ya aina yake. Uwanja wa ndege wa Pemba sasa unajengwa, jengo jipya la abiria, tunaongeza na runway. Uwanja wa ndege wa Pemba utakuwa wa kimataifa. Sasa hivi baada ya kukamilika kwa ujenzi huo, hakuna haja ya watalii au wageni kushuka kwanza Unguja au Dar es Salaam ndio waende Pemba. Moja kwa moja wanatua Chakachaka pale. Tukisema tunaifungua Pemba, maana yake ni hiyo. Tutaifungua kwa kuanza uwanja wa ndege. Tutaifungua kwa kujenga bandari ya Mkoani, ya Shumba mjini, ya Wete. Pemba itafunguka. Wale wote ambao walikuwa wanashaka tutafanya au hatufanyi, tuko katika mwaka wa 4, tunawaambia tumefanya na kupitiliza. Miradi hii ya maendeleo ina faida nyingi kwa wananchi, kwani inahakikisha changamoto zinazokabili zinatatuliwa na Zanzibar inapiga hatua kuelekea kwenye uchumi imara na endelevu. Viongozi wa Zanzibar wamekuwa wakihakikisha kuwa miradi hii inaendelea kutekelezwa kwa ufanisi ili kuimarisha maendeleo ya visiwa hivi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hatuwezi kufuatilia, hatuwezi kutathmini, hatuwezi kujifunza ikiwa kutakuwa hakuna uwazi wa mambo hayo matatu. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeweka utashi wa jambo hili. Na ndio pale ilipounda Mheshimiwa Rais wa Zanzibar alipounda taasisi ya Rais ya ufuatiliaji na usimamizi wa utendaji serikalini, kwa maana limemgusa, linamuuma na anahitaji matokeo chanya. Kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Baraza la Mapinduzi. Nadhani watu wengi hawafahamu kwamba mifuko ya hifadhi ya jamii, hasa huu wetu wa ZCCF wa Zanzibar, garanta namba 1 au mdhamini namba 1 ni Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Mfuko chochote kikitokezea, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ndiyo inaingilia ule uendeshaji wa mfuko. Kwa hiyo serikali inatakiwa itupie jicho 100% kuangalia uendeshaji wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar. Kwa hiyo ikiwa sisi tutawekeza, kabla ya kuwekeza huwa tunaita feasibility study au tunaita upembuzi yakinifu kama mradi huo utatulipa au hautulipi. Ukiona mradi hautulipa, sisi ule mradi tunaachana nao. Lakini ukiona mradi unatulipa, ule mradi sisi tunaendelea nao. Lakini huwa tunaishauri serikali kama mfuko tunataka kufanya mradi huu, tumefanyia upembuzi yakinifu,
mradi tumeona unatulipa. Kwa hiyo sisi tunaendelea. Manake sasa tunajua kwamba hichi tunachokifanya serikali inatuangalia, na mradi wote tunaofanya kumbe serikali inatuangalia na unafuatilia, je, mradi umesaidia mfuko wa fedha jamii au hajasaidia mfuko wa fedha jamii. Kwa hiyo imetutoa hofu kumbe. Kwa hiyo sisi tukiona mradi ambao unatija zaidi ni mzuri, tutafanya feasibility study, tutashauri serikali, tutashauri board na tutafanya mradi huo. Kwa sababu sasa hivi hakuna mtu asiona maendeleo kila upande, Unguja na Pemba, mjini na vijijini. Mara hii tuna miradi karibu 117 na mheshimiwa, hiyo imepunguzwa kwa sababu sisi tu katika wizara yetu tulikuwa na miradi 71. Tumeipunguza mpaka tukaweka miradi 30. Na hiyo miradi 30 tuliyoiweka tumeifanyia packaging. Barabara ziko 5-4 zimewekwa kama mradi mmoja. Na leo hapa miradi mikubwa 5 nayo imewekwa kama mradi mmoja. Hakika miaka 4 ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi imekuwa ni kipindi cha mageuzi makubwa na mafanikio yasiyopingika. Zanzibar ya leo ni Zanzibar inayosonga mbele kwa kasi, ikijenga misingi imara kwa maendeleo endelevu. Kwa moyo wa dhati, wananchi wa Zanzibar wanathamini juhudi hizi na wana matumaini makubwa kwa mustakabali mwema wa visiwa vyao. Ni nafuu na ni salama, ni rahisi na isiyo na utapeli. Ni PBZ Wakala. Ni kidole chako tu. Sasa PBZ Bank inakuwezesha kutoa pesa kupitia PBZ Wakala kwa urahisi. Ni kidole chako ndicho kinachokuwezesha kupata huduma hii basi na ulazima wa ATM card. PBZ Wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au passport ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank, banki ya watu, chaguo la watu. Hiki ni kipindi kinachoangazia miradi ya kimkakati ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa niaba ya taasisi ya Afisi ya Rais, Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini PDB, kwa udhamini wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar ZURA pamoja na Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ. Mimi ni Ramadhani Singano. Je, wajua Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati ZURA ina utaratibu wa kupokea na kuyashughulikia malalamiko kwa upana na umahiri wa hali ya juu. Je, nani anaweza kuwasilisha lalamiko? Kwanza, mtu mwenye lalamiko. Pili, mtu aliyechaguliwa kufungua malalamiko kwa niaba ya watu wengine. Na tatu, sheha wa shehia husika ikiwa ni lalamiko la mtu zaidi ya mmoja ndani ya shehia hiyo. Utawasilishaji malalamiko: 1. Kuwasilisha katika ofisi za ZURA. 2. Kujaza fomu ya malalamiko kupitia tovuti ya ZURA. Na 3. Kupiga simu ZURA bure, huduma kwa wateja kwa namba 0800711117. Kwa huduma ya maji na umeme, mlalamikaji anaweza kuwasilisha malalamiko hayo ZURA ikiwa kuna changamoto ya kutopatia ufumbuzi kwa mtoa huduma. Kwa huduma ya mafuta na gesi, mlalamikaji wasilisha lalamiko lake kwa mtoa huduma mafuta na gesi na kutoa taarifa ZURA ndani ya saa 48 baada ya kuwasilisha lalamiko lake. Vile vile, mlalamikaji anatakiwa awe na risiti kama kielelezo cha lalamiko lake. ZURA, udhibiti wa huduma kwa thamani.